Tuko kwenye wakati ambao Biblia inasema kwamba nchi itagawanywa kwa rushwa. Nasoma katika Danieli sura ya 11 mstari wa 39 mpaka 40. Biblia inasema nifuate kwa makini. Naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa Mungu mgeni, naye atakaye mkubali atamwongeza kwa utukufu, naye atawapa umiliki wengi, naye ataigawa nchi kwa rushwa. Na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome. Nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu, na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi. Hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza, na baadhi yao wenye hekima wataanguka ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho. Kwa maana ni kwa wakati ulioamliwa haujaja, naye mfalme atafanya kama apendavyo, naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila Mungu. Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika, wala hataijali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake, wala hatamjali Mungu awaye yoyote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote. Lakini mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome, na Mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa dhahabu na fedha na vito vya thamani.